Karibu mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha makala za kilimo na ufugaji. Mimi jina langu ni Fanu Tanda na hiki ni kipindi ambacho kinatoka hapa katika shamba la Kibidula. Na katika hatua ya awali kabisa tutaweza kujifunza namna ya uoteshwaji wa miche ya miparachichi, hasa tukijikita katika ule mche wa Hass, aina ya Hass, uweze kufahamu kwa uzuri kabisa. Karibu tuweze kuambatana sote. Nyuma yangu hapa hiki ni kivuli ambacho kinatumika katika kuweza kutunzia hiyo miche baada ya uoteshwaji wa miche hiyo, au katika lugha ya kitaalamu tunasema kwamba shade net. Karibu tuweze kwa sote, using'atuke katika runinga yako ili kuweza kufahamu mambo ya msingi katika swala zima hili la kilimo hiki cha maparachichi. Na mpendwa mtazamaji, kama nilivyokuambia kwamba leo tupo katika shamba hili la hapa parachichi hapa katika maeneo haya ya Kibidula, na katika hatua ya awali kabisa tutaweza kujifunza namna ya uoteshwaji wa miche hii ya maparachichi, hasa katika mbegu aina ya Hass. Tuko na mtaalamu wangu hapa, ataweza kutambulisha jina lake na atatueleza kwa kina namna ya uoteshwaji hasa wa hii miche. Karibu ndugu yangu hapa, na ndio mtaalamu huyu, ni afisa kilimo hasa. Atatueleza jina lake ni nani na hasa kazi yake ni kubwa ni ipi katika shamba hili la Kibidula. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Nuhu Hosea Mapile. Mimi ni afisa kilimo katika shamba hili la Kibidula. Kazi kubwa ninayohusika hapa ni outgrowers manager, na nafanya kuunganisha wakulima wadogo na shamba letu la Kibidula. Ndio. Sasa leo tutajikita kwenye uoteshwaji wa miche hii ya maparachichi. Ungeanza kutueleza kwa hatua za awali kabisa, ili mkulima ambaye anakutazama hapa aweze kufahamu hasa mwanzoni kabisa unapoanza na ile mbegu. Karibu. Asante sana. Kwanza kabisa tunaenda kuona ni namna gani ambavyo naweza nikazalisha mche bora, kwa sababu tunachokiamini katika ya kilimo kwamba mianzo mizuri ndio misho mizuri, na mianzo mizuri inaanza katika uoteshaji wa mche. So ndugu mtazamaji, karibu kuona namna gani hatua kwa hatua, namna gani ya kuandaa mche bora ambao nitaenda kupanda na mwisho uje kunipatia matokeo mazuri. Ndio. Cha kwanza tunakusanya udongo, ambao udongo tunakusanya udongo wa vichakani, kama top soil, udongo wa juu. Naamini ule unakuwa na rutuba kiasi, lakini ndio tutachukua udongo wa vichakani, tunachukua, inategemea kama udongo wako ni una kiwango kingi cha tifutifu, yani ni tifutifu, tunamshauri achanganye na mchanga kiasi, alafu pamoja na samadi au mboji. Kwa vipimo tutaenda kwa kipimo cha uwiano, yani wa 2:1:1, yani vipimo viwili udongo wa vichakani. Ninavyosema vipimo, kama unatumia ni ndoo, maana yake ni ndoo 2, ndio. Alafu kipimo kimoja cha samadi na kipimo kimoja cha mchanga. Lakini unaweza kwenda zaidi kwa kuchanganya mapumba ya mpunga na vitu kama hivyo, lakini kwa sasa tunaweza tukaishia kwa hivi vitu. Utavichanganya vyote kwa pamoja, then kwenye ujazo wa tani moja wa ule mchanganyo wako utachukua pia kilo 50 za udongo, kilo 50 za chokaa. Now tunachotaka kwenda ku neutralize pH ya udongo. So Labda kabla ya kuendelea hapo, tunapozungumza pH kuna maanisha kitu gani? Hicho ni kiwango cha tindikali, kwa sababu tunaamini kama udongo una asidi na kiwango kingi cha asidi, maana yake mbegu yako au mmea wako utashindwa kuchukua virutubisho vilivyo kwenye udongo. Kwa hiyo cha kwanza lazima ubalance ile tindikali iliyo kwenye udongo. Kwa ndio maana tunaweka ile chokaa. Utauchanganya ule udongo wako vizuri, then utakuja kujaza kwenye kiriba. Kiriba tunachokupendekezea kwenye kuoteshea miche yako ni kuanzia kiriba cha inchi 8, ambacho kinakuwa kina urefu wa sentimita 30, ni urefu wa sentimita 30, at least 30, wengine wanafika mpaka 75. Kuanzia iko inchi 8, inchi 10 mpaka inchi 12, ni wewe unavyotaka. Kwa sababu tunaamini kwamba mbegu inavyokuwa kwenye kiriba inategemea chakula kilichopo huko. Kwa udongo unavyokuwa mwingi ndivyo utakaofanya mbegu yako ile chakula cha kutosha. Udongo unavyokuwa kidogo, maana pia ni chakula picha cha kutosha. So at least kuanzia sasa kile kiriba chako kinakuwa kimefungwa chini. Sasa hizi viwandani wanatuzidia kabisa, imefungwa chini. Kazi yako utatoboa mashimo 5 kuzunguka kiriba chako, utajaza udongo wako ambao ule mchanganyo ndio ujaza. Sasa ni kwa nini yawe mashimo 5? Sema kwamba tuna haya mashimo tu, kwa nini yawe 5? Sisi niweza nisema ni standard yetu ambayo tumeiweka. Lakini wengine wanaweza kama wili, wengine wanakata kwenye engo. Sawa. Huko wanakata kwenye engo, lengo kwamba maji asikae ndani. So ukikaa tena ndani mizizi itaoza. Kwa ni wewe, sisi tumejiweka ni mashimo 5 tukiamini kwamba
tuna shimo la chini, moja haitafanya sikae chini. Sawa. Yako kwa sisi tumeweka standard zetu mashimo yote 65. Imejua kende 3. Na sawa, utajaza udongo wako ule mpaka kujaa. Baada ya kujaza ule udongo wako, unakuja kuweka kwenye vichanja. So vichanja ambavyo ni best, vichanja ambavyo havitunzi fungus wabaya. Kwa nini tunaweka kwenye vichanja juu? Ni kwa sababu ya kuzuia riski ya ugonjwa wa mizizi wa parachichi ambao ni ugonjwa mbaya sana. Ukiangalia kwetu sisi tumetumia chuma ambao japo hii gharama saka kwenye uandaji, tumetumia chuma uandaji wa vitaru vyetu. Hii hapa ni kwa 95% imeminimize riski ya ugonjwa wa mizizi. Kwa hapo unapata miti yako bora isiyokuwa na ugonjwa hata na wala bunjo hawezi kula kwenye chuma. Japo uandaji wa kitaru ni gharama. Kwa hatupendekezei mkulima aweke miche chini. Hapana kabisa. Kwa sababu miche yako yote itakuwa na ugonjwa. So utaweka viriba vyako pale vilivyojazwa udongo. Baada ya hapo sasa tunakuja kuweka mbegu sasa. Sasa kwenye selection ya mbegu tunampendekeza mkulima achukue mbegu hizi zipotoka kwenye miti ya kienyeji. Kwa nini miti ya kienyeji? Kwa sababu tunaamini mbegu ya mti wa kienyeji inatoa mizizi ikiwa ina nguvu, mizizi imara ambayo inaweza kupambana na magonjwa, lakini ina uwezo wa kuchukua chakula vizuri. Kwa mbegu ya kutoka mti wa kienyeji ambayo inakuwa na ukubwa wa kuanzia gramu 60. Gramu 60 at least tunasema ukubwa wa yai. Ndio, na kuendelea. Isiwe ndogo hapo. Maana mbegu inavyokuwa ndogo tunaamini kwamba mbegu inavyogerminate, inavyoota inategemea chakula cha kwanza kutoka kwenye koko. So koko inavyokuwa kubwa ndivyo chakula kinavyokuwa kingi. Kwa hiyo utachukua ile mbegu yako, alafu tutaimenya kule kwenye kitako. Kwenye kitako. Ukiangalia mbegu yetu hii imekufa ambayo tulikuwa ni mfano tunaonyesha mbegu. Utaona kuna namna fulani tulimenya huko kwenye kitako ambako inakalishwa, ambako mzizi unaota. Kwa hiyo utaimenya. Kwa nini tunamenya? Tunasaidia zile conditions za seed germination ya ili mbegu yote ina habitat ambazo inaitegemea. Inaifanya zile conditions zifanye kazi haraka. Kwa ile mbegu yako itaota kwa kasi. Hiyo ni hali ya kwanza, lakini kwa sababu ya kwanza. Sababu ya pili inaweza kukusaidia kujua kama mbegu yako hiyo ni nzima au ni mbovu. Naam. Ukiona kwenye kitovu hapa pana rangi nyeusi, hii ina maana ya kwamba hiyo mbegu yako imekufa. Kwa hiyo itaitupa. Kwa hiyo utachukua almost utapata mbegu zako zote ambazo ni nzima. Kwa hiyo utachukua zile mbegu kabla tujaipanda pia. Inabidi uitibu kwenye dhidi ya fungus. Sasa unachukua zile mbegu umezikusanya kutoka maeneo tofauti. Unazitibu, unachukua dawa ya fungus, any fungicide, lakini tunakupendekezea Alliate ambayo ni nzuri, fungicide nzuri au Ridomil Gold. Unachukua gramu 50 za hiyo dawa, alafu unaweka kwenye mchanganyo kwenye lita 20 za maji. Utaziweka hizo mbegu dakika 15. Ndio. Kwa hiyo mchanganyo wa dawa, then zinakuwa tayari kwa kuzipanda. Tutazipanda hapo kama mbegu zako zimekoma vizuri na umefanya hizo condition umezifanya vizuri. Ndani ya mwezi tayari zinakuwa zimepasuka, zinaanza kugerminate. Zikishaota zikifika zikawa zina majani 2 matatu, tunaendelea kuufidi mmea wetu kwa chakula. Yaani kuupa mbolea ya majani na mbolea ya mizizi. Tunaamini mmea unachukua chakula kupitia hali mbili, kupitia majani lakini kupitia mizizi. Kwa hiyo tunapendekezea unakuwa unapiga zile mbolea, wengine nasema booster lakini nasema ni foliar feed. Naam. Lakini pia tunakuwa tuna apply mbolea ya mizizi gramu 3 kila mwezi mara moja. Hii itakufanya mche wako uende kwa muda, uende vizuri kama unavyoona. Hii ni root stock ambayo tangu tumeipanda mbegu haijafanyiwa grafting bado. Lakini ni na muda mfupi na tu miezi hata miezi labda 4-5 ndio tangu kupanda, lakini inakuwa nzuri. Na tumeona hii chuma kinasaidia mimea ndio kuepusha na wadudu tofauti. Na vipi kuhusiana na hichi kivuli ambacho kilikuwa? Hiki kivuli ndio hii tunaita shade net kama jina la kizungu lilivyosema. Inazuia mionzi mikali ya jua isishuke moja kwa moja. Kwa hiyo inapunguza nguvu ya mionzi ya jua kupata kile kivuli standard kinachotakiwa kwa parachichi. Tunaangalia tagia mwanzo unapootesha, labda tuangalie sana vitu vingine vya msingi hasa kwenye hizo hatua za mwanzoni kabisa. Na baada ya hapo sasa ukiangalia hapo ukishaipanda ile mbegu yako ndio unaendelea na hatua zako za management ya kitaru chako, yani kama kumwagilia vizuri, lakini na kupulizia mbolea za majani na mizizi. Itafika mmea wako ile tangu kuota ikiwa na unene wa penseli, kuanzia unene wa penseli na kuendelea. Unene wa penseli unaweza sasa iko tayari kwa kufanya grafting. Wengi wanasema kufanya budding, lakini kwenye parachichi tunafanya grafting na sio budding. Kwa hiyo grafting tutaangalia na siku hiyo tutaangalia na sasa kufanya grafting. Tutaiona. Kabla hatujatoka hapo, kuna tofauti gani hasa kati ya grafting
na ile nini budding. Yeah. Kwa tofauti ya Budding maana grafting maana yake ninachukua kikonyo, ninakimenya, alafu nitakata kama tutakavyokiona kwenye kipindi kingine. Kinachongwa kile kikonyo kwenye V shape au kinachomekwa katikati, kinafungwa. Inaitwa grafting. Lakini budding tunachukua kijicho cha kikonyo, yani kijicho, au tunakuja kukibandika pembeni. Mfano tunashumu hiki ndio kijicho hiki hapo. Kijabu. Kwa ninakikata vizuri, ninakikata hichi kijicho afu ninakichukua naenda kukibana tena kwenye mti mwingine. Hiyo tunaita budding, tunafungwa tu pembeni. Haihusiki kukata mti kwa juu. Hiyo tunaita budding. Ile ndio. Na inafanya sana kwenye michungwa na milima. Na tumeona hii miche inakaa kwenye banda kitalu na au katika lugha ya kitaalamu tunasema kwamba greenhouse. Kwa nini hasa hii mara nyingi imeweka hapo? Naweka kwenye greenhouse au banda kitalu kwa sababu zifuatazo. Cha kwanza, kule kuna hali tofauti. Kuna hali ya joto. Mazingira kama yale inafanya miche iende haraka kwa kasi. Ukiangalia miche ya kule ni mikubwa sana tofauti na huko. Na ile tumekuja kuipanda nyuma zaidi tofauti na hapa nje. Kwa kule unakuta miti inaenda kwa kasi kwa kulingana na hali ya joto mle ndani. Kwa hiyo inatusaidia miti yetu, lakini pia inazuia ile magonjwa kwa sehemu kubwa yanasababishwa kama fungus na vitu kama. Kwenye banda kitalu kuanzia ile mbegu mnavyoiotesha au baada ya kishafikia muda fulani kama hii ndio mnaiweka pale kwenye banda kitalu. Mbele tumeotesha tangu mbegu tumeweka kule. Tunaepuka sana hizi movement. Kwa mfano nimeotesha hapa tena niwahamishe kule. Hiyo pia inasababisha kusambaa kwa magonjwa na vitu kama hivyo. Tunatamani mche tangu tulivyoupanda hautahama mpaka mnunuzi anaondoka nao. Umetuonyesha mbegu ya mfano ile namna jinsi inavyotakiwa kuwa. Sasa tangia mmeweza kuipanda mpaka unakuja kuota au kuchomoza mche kama huu, inatumia muda gani? Kama mbegu imekomaa, tangu kuipanda kama umefuata zile hatua za mwanzo kama nilivyozieleza. Kama mbegu imekomaa kuanzia mwezi mmoja, kuanzia mwezi mmoja mpaka mwezi mmoja na nusu tayari inakuwa tayari kupasuka na kuanza kuota. Ndio. Ni mwezi mmoja mpaka mwezi mmoja so as long tu imekomaa vizuri. Kama haijakomaa vizuri inachukua muda mrefu tena. Kuna mbolea yote ambayo unaweka hapo kwa ajili ya kukuza? Kipindi cha mwanzo hiki watu weki tangu tuliweka zile samadi na mbodi tulivyokuwa mchanganyo wa kwanza. Mbolea zingine hizi za majani na za mizizi tunakuja kuweka baadaye, hiti kishakuwa na majani inashakuwa mkubwa na majani ndio. Naam. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, na hivi ndivyo tunapoendelea na kipindi chetu hiki cha makala za kilimo na ufugaji. Leo tuko hapo katika hatua za mwanzo kabisa uoteshwaji wa mche wa parachichi aina ya Hass. Mimi ni Fanuel Tanda na nipo na mtaalamu hapa Nuhu, afisa kilimo katika shamba hili la kilimo hapa Kibidula. Karibu tuweze kuwa sote na tunakwenda mapumziko mafupi. Tukirejea tena utaweza kufahamu mambo mbalimbali hasa kuhusiana hasa na uoteshwaji wa miche hii ya parachichi. Na sasa ndugu yangu, tukirejea tena natamani tuende pale kwenye greenhouse au banda kitalu pale tuweze kujifunza kwa uzuri kabisa kwenye banda kitalu. Amina. Naamini. Asante. Karibu tena mpendwa mtazamaji, tumerejea tena baada ya mapumziko mafupi na nilikuahidi tukirejea tena tutakwenda moja kwa moja kwenye banda kitalu. Wengine wanaita kitalu nyumba, wengine kwa lugha ile ya Kiingereza ni greenhouse. Na sasa basi tupo na mtaalamu wetu hapa, afisa kilimo Nuhu, anaendelea kutueleza hatua kadhaa. Tupo kama unaungana nasi hivi sasa tunazungumzia kuhusiana na swala zima la uoteshwaji wa miche hii ya miche ya parachichi. Kwa hiyo karibu tuweze kuwa sote ili kuweza kufahamu kwa uzuri kabisa. Karibu afisa kilimo. Asante sana. Naam, ndugu penzi mtazamaji, karibu sana katika kipindi hiki. Naam, tumeingia sasa katika greenhouse. Katika greenhouse nitaenda kueleza umuhimu pia wa greenhouse na hatua za kumanage au kutunza vilivyomo ndani ya greenhouses. Cha kwanza, tangu tumeotesha, ukiangalia hii miche yetu ambapo ipo ndani ya greenhouse, zile hatua za uoteshaji zote zilifuatwa, ikawepo hapa ndani ya greenhouse. Kwa nini tunaiotesha katika greenhouse au tunasema sababu ya kwanza inasaidia hali ya hewa tofauti na hali ya nje. Ukiangalia kwenye hali ya joto, kwa hiyo inatufanya miche iende kwa kasi
Kwa hiyo tuna order nyingi za wakulima, za wanunuzi. Kwa hiyo inatufanya kupush kwa haraka watu wanapotaka kuja kuchukua miti waje kupata kwa order kwa wakati. Na kitu kingine inafanya kuzuia magonjwa mengi kama ya fungus, na kwa sababu management ya humu inakuwa ni nzuri zaidi tofauti na nje. Kwa hiyo inakuwa kwa namna hiyo. Lakini pia ukiangalia usafi pia unazingatiwa sana, kwamba ni msafi na vitu kama hiyo. Kwa hiyo ufanisi huko unakuwa ni mzuri zaidi ya nje. Lakini pia kipindi cha baridi sana, tukishafanya grafting mti wetu, kama baridi inakuwa kali sana, hii sayoni tunasema kikonye kina Japani, hali ya uponaji inakuwa ni ngumu, endapo baridi ni barafu ni kubwa sana. Lakini inapokuwa katika humu katika greenhouse inasaidia uponaji wa hivi vikonye ufanyike kwa wepesi na kwa haraka. That's why hizi ni faida nzuri za kutumia hii greenhouse. Na ndio tunaendelea bado na uoteshwaji wa miche, na nitamani tufanyie hapa hasa kwenye greenhouse ili uweze kumweleza haya mpendwa wa mkulima. Naam, sasa tumesha uotesha mche wetu, umefika ile level ya kufanya grafting. Mfano tumefika level ya kufanya, nimesema kuanzia unene wa penseli. Kiangalia unene wa penseli sasa, unene wa penseli. Sasa mtu mwingine anaweza kaniuliza urefu wa mche uwe kiasi gani? Hii inategemeana na wateja wako au wewe unaotaka. Kuna wateja wengine wanataka miche mirefu, kuna wengine wanataka miche mifupi. Kwa hiyo tunapendekeza at least uanze kugraft mti wako kuanzia sentimita 30 mpaka 75. Sentimita 30 mpaka 75, lakini inaweza kuwa chini zaidi. Tuna exporting miche tatu muda mwingine kwenda nje. Sasa ikiwa mrefu tena sana anakuta inaenda michache. Kwa muda mwingine tuna graft ikiwa ni fupi kidogo. Kwa nini tunapendekezea mkulima agraft mche ukiwa mrefu? Mfano ukiangalia hapa tuna graft ikiwa mrefu kidogo. Lakini hapa tukisa. Kwa sababu gani? Cha kwanza, huu mti ukipona ukaenda kupanda shambani, kile kichaka kinaanza kujijenga kwa juu hii. Hivyo inatusaidia pia management ya shamba pale chini inakuwa vizuri. Lakini pia faida ya kugrafti mti wako ukiwa juu, kuna majani fulani chini yanabaki. Kama hapa ukiangalia ile majani ya chini yanabaki, tunatamani yale majani unavyograft yabaki chini. Kwa sababu gani? Mmea unapumua kwa kutumia kitu kinaitwa stomata. Zile stomata zinapatikana kwenye majani. So kile kitendo cha kutoa majani yote, mfano kama hivi, majani unakuta yote hayapo chini, yamedondoka, hayapo. Kwa sehemu inahafifisha ukuaji wa mmea na uponaji wa hiyo silent. Kwa namna gani? Manake ile hali ya upumuaji inakuwa ngumu kidogo. Manake mmea utatafuta alternative nyingine ya kupumua kwa mwara. Sababu ya kwanza. Lakini pia tunajua mmea unajitengeneza chakula kupitia majani. Unajipatia nguvu kupitia unajitengenezea chakula kupitia majani kutoka kwenye nguvu ya jua. Kwa hiyo ile kama majani hayapo, manake ule mchakato wa photosynthesis unapo haufanyiki vizuri. Kwa hiyo inakuwa ni hasa. Lakini pia baada ya kufanya grafting tunategemea unaendelea kulisha mmea wako. Ndivyo? Unavyoendelea kulisha kwa njia ya majani na njia ya mizizi. Sasa kwa njia ya majani, haya majani ndio sahani za kupokelea chakula. Kwa kama majani haya yanakuwa hayapo, manake ile mbolea majani unayoiweka yale majani yanakuwa hayapo, sahani hazipo za kupokelea chakula. Kwa ni bora sana pia kuacha majani ya chini kama hivi, at least majani kadhaa yaendelee kusaidia na mchakato wa mmea kujitengenezea chakula, kupumua na kama sahani za chakula. Kwa hiyo nitakuja sana kueleza namna gani ya kuchagua kikonyo bora. Sababu ni namna gani inaweza kusababisha miti yako ipone vizuri au usipone baada ya kufanya hiki kitu kinaitwa grafting. Sababu ya kwanza ni kwenye selection, nasema ya vikonyo, uchaguzi wa vikonyo. Sifa ya kikonyo bora hiki hapa, inabidi kitoke kwenye mti mzuri, mti ambao hauna magonjwa. Lakini pia ninavokata kile kikonyo changu ni kati kikonyo ambacho kinapigwa na jua, nisikate kikonyo ambacho kiko chini ya uvungu ambacho kinapata mwanga wa jua muda wote. Hicho ni kikonyo bora. Lakini pia lazima nipate kile kikonyo ambacho kina macho, kama vile ndugu mtazamaji akiona malango ya macho haya hapa. Yasiwe macho yanalala. Kwa hii kinakupa uhai wa kwamba kinapoa, yani kiko hai, kiko tayari kusumbuka. Na ukifanya hivi kwa muda mfupi, ndani ya wiki 2
hivi vifimbo ambavyo ameviacha hivi hapa utakuta vimedondoka vyenyewe automatic. Hii inakwambia kikonyo hichi kimepona. Lakini endapo utakuta hiki kifimbo kilichoachwa kimeng'ang'ania, hicho kikonyo kimekufa. Ndio. Kwa sababu ambayo inafanya kikonyo kife ni kutokufanya selection nzuri ya vikonyo, kutokufuata hizo hatua, lakini sababu nyingine ni namna ya uchongaji wa vikonyo. Ukichonga vibaya bana kikonyo kitafanya kisipone vizuri. Lakini pia namna kufunga hiyo bandage vizuri. Mafaso ifungwe vizuri kuepusha kitarafu yoyote, kwa sababu hicho ni kidonda, ni operation hii inafanya. Ni operation. Wazoni pale ulitueleza kwamba mnatumia mbegu ya miti ile ya asili, miti ya kienyeji. Kwa nini msitumie miti ya kisasa tu? Asante, swali zuri. Ni kweli tunapaswa kutumia mbegu ya asili na sio mbegu ya kienyeji, kwa sababu sio mbegu ya hizi za kisasa. Kwa nini? Cha kwanza, hizi sifa ya mbegu ya hasi, mfano mbegu ya hasi ni mbegu ndogo, alafu ina mizizi dhaifu, mizizi yake ni membamba, lakini pia ni mizizi michache. Kwa kitendo hicho cha hizo sababu kuwa na mizizi membamba, mizizi michache, inakuwa haina nguvu, itaufanya pia namna uchukuaji wa chakula uwe hafifu. Ndio. Lakini mbegu ya kiasili kwanza inakuwa na sifa, mbegu inakuwa ni kubwa. Mara nyingi mbegu inakuwa ni kubwa kuliko hizi, maana obviously hizi za hasi zinakuwa ni ndogo, lakini inakuwa ni kubwa. Alafu cha pili, mizizi yake inatoka ikiwa ina nguvu na ni minene, inakuwa imara, inaweza kujikinga pia na magonjwa, lakini pia na fangasi, baadhi ya fangasi wabaya. Kwa kitendo hicho ndio maana tunamshauri mkulima aweze kutumia mbegu za asili. Lakini pia madhara makubwa ya mazao production ya uzaaji wa mmea hapo baadaye mengi yamekuja kusababishwa na root stock, yani hiki mbegu. Wakulima wengine nakuta ni shamba ninalihudumia vizuri, kila miti inapata lishe sawa, lakini bado uzaaji unakuwa ni tofauti. Sababu kubwa inakuwa kwenye root stock. Kama mbegu ilikuwa ni ile mbegu ya kisasa, labda ina mizizi hafifu, maana pia upelekaji wa chakula unakuwa ni hafifu. Kwa hiyo itafanya hata uzaaji we hafifu. Kwa hiyo kwanza tunapendekeza mianzo mizuri kama nilivyoeleza, ndio ni issue mizuri. Kwa hiyo zingatia sana kwenye selection ya mbegu ili nitengeneze destination nzuri. Lakini sio hivyo tu. Kwa nini tunataka utumie mbegu ya kiasili na sio mbegu? Baada ya kufanya mchakato huu wa grafting, ile mbegu ambayo ya kisasa, ukigrafti, asilimia uponaji ni ndogo. Ndio. Tofauti na mbegu ile ya kienyeji, uponaji unakuwa ni mzuri. Lakini sawa, endapo ile ya kisasa itapona, kinachotokea mti ukiwa mkubwa kule chini ambako manake hapa tunaamini huyu ni kuanzia ni mtu mama, maana grafting, science grafting, huyu ni mtu mzima, huku ni mtu mdogo. Kwenye maungio hapa mti kija kuwa mkubwa unakuta huku kunakuwa kwembamba, huku kunakuwa kunene. Kwa hiyo tayari manake inakuonyesha weakness fulani. Asante. Sasa jambo jingine ambalo nilikuwa nikijiuliza hapa katika greenhouse ama tuliposimama hapa ndani, katika uoteshwaji wa mbegu hizi ambazo mnaziotesha hapa aina ya hasi, mnazingatia hasa mambo gani ambayo yatawasaidia hizi mbegu kuepukana na magonjwa? Yuko yale magonjwa ambayo yanahusika kwenye mmea, mnazingatia vitu gani hasa? Vitu kwanza, magonjwa baya inaitwa Phytophthora, ambayo ni root rot disease. Ndio. Hii ni kuoza kwa mizizi, ambayo risk yake kubwa inaanzia kitaruni. Ndio maana cha kwanza tunachokizingatia, miti yetu yote ipo juu, ipo juu. Kwa mfano, root rot disease ni fungus, ni fungus wabaya. Kwenye tunasema ecosystem kuna fungus wazuri na fungus wabaya. Yaani kama vile kuna simba na swala, kuna wanyama wa Mungu aliweka, tunasema aliweka usawa kwenye ecosystem. Kwa hata kwenye udongo iko hivi. Kwa wale fungus wabaya wanapokuwa wamedominate, ndo wanasababisha ile root rot disease. Sasa kwa mfano, ikatokea kiliba kimoja kina hiyo fungus wabaya wengi, kama nimeweka chini, vile ninavyomwangalia, manake maji yale yatashuka, yataanza kutawanyika, yanaenda kitaru kiliba cha kinachofuata, bali unakuta kitaru kizima kimeshaathirika. Kwa inakuwa ni changamoto. Na ugonjwa huu kiupeleka shambani, yani kaenda kupanda mche wenye ugonjwa shambani, hilo shimo
hata nikija kupanda mche mzuri bado utakufa. Nitapanda tena miche 20, yote itakufa. Ni ugonjwa wa kuepuka kama ukoma, kama ukimwi. Ni ugonjwa wa kuepuka. Kwa hiyo na hauna tiba. Yaani hauna tiba. Labda tiba tuko kwenye majaribio ni kuzalisha fangasi wazuri waende wakawale fangasi waliobaki. Hiyo. Kwa hiyo cha kwanza cha kuzingatia ni hiyo, kuweka juu ya kitaru ili kuepuka fangasi, lakini pia kutibu zile mbegu. Tibu zile mbegu dhidi ya fangasi wabaya. Kwa hivyo vyote, lakini pia maji tunatumia kumwagilia. Okay. Production yetu ni kubwa, lakini tunapendekezea mkulima atumie maji ya kisima na sio maji ya mto. Maji ya mto yametoka kijiji na kijiji kimekusanya aina nyingi ya fungus. Kwa ndani yake naweza kuta nimefuata protocol zote, lakini fangasi wale wakaja kupitia maji. Lakini kwa maji ya kisima kana kuwa na minimum riski ya fungus. Ndio. Sawa. Kwa hiyo tunaona kwamba ni kwa namna gani hata kwenye greenhouse hapa inaona pia kuna baadhi ya mimea, kuna baadhi ya magonjwa yanaweza mimea isipate magonjwa hayo. Naam. Asante sana mpendwa mtazamaji na msikilizaji kwa kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha makala za kilimo na ufugaji, ambapo leo katika kipindi chetu hiki katika shamba hili la kilimo hapa Kibidula Mafinga tulikuwa tukiangalia hasa jinsi ya uoteshwaji wa miche hii aina ya miche hii ya maparachichi. Mimi ni Fanuel Tanda, na tunapomaliza kipindi chetu, kama kuna jambo la msingi sana ambalo nataka kumwambia mkulima kwa dakika kadhaa, karibu sana afisa kilimo. Asante sana. Kuotesha mizizi pia ni chanzo kikubwa cha mapato. Tunawapendekezea watazamaji wenzangu ambao watakuwa na interest ya kuanza kuotesha miche, wanasema unapofanya kazi nzuri, kizuri kitajiuza na kibaya kitajitembeza. Ukifanya kitu kizuri utapanga bei mwenyewe unayotaka, kwa hiyo itakupa matokeo mazuri, lakini kitu kikiwa cha hovyo, kibaya kinajitembeza. Kwa hiyo nakupendekezea ndugu, kama umeamua pia kufanya kama biashara ya miche, inawe inalipa sana. Unaweza kuuza kwa bei kubwa kadri unavyotaka, jinsi wewe ulivyoitunza katika uzuri. Miche yetu sisi hapa tunauza saizi ni 5600 kwa mche mmoja, lakini ukifanya vibaya utauza kwa 2000 kwa 1000 ambao kwa hiyo nawapendekeza ndugu mtazamaji, fanye biashara hii pia na yeye inalipa. Ndio. Asante. Na tunapomaliza kipindi chetu, labda yawezekana kuna mkulima ambaye anatutazama hapo akahitaji utaalamu ambao umeueleza hapa, anaweza kupata kwa namna gani? Naam, ataweza kunipata kwa namba za mawasiliano, namba 0743 17 99 73. Narudia 0743 17 99 73. Utanipata kwa WhatsApp, lakini kwa normal call. Naam, asante. Nashukuru sana. Endelea kuwa nasi na uweze kubarikiwa mpendwa mtazamaji.